ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tupo bado katika kuendelea katika darasa zetu za siyam Ramadhan, funga ya mwezi huu wa Ramadhani, na tulikuwepo kwenye hususiyatu Ramadhani, na sasa tumehama katika eneo hilo, ikiwa tunaangalia siyamul atfal, funga kwa watoto wadogo, ambazo tulishawahi kuzigusia katika sehemu iliyokuwa imepita, lakini zipo hukumu ambazo sasa zinafuata badala ya yale ambayo yamegusiwa. Ma hukmu siyam sabiyi lati lam yablugha, ni ipi hukumu ya kufunga kwa mtoto mdogo ambaye hajabaligha? Hukumu yake yeye ni la yajibu siyamu ala sabii, haipasi kufunga kwa mtoto mdogo, walakin lahu ajrun idha sama, lakini huyo mtoto mdogo atakapohitaji kufunga, atakapotaka kufunga, basi Allah tabaraka wa taala anamlipa yeye ujira, hali ya kuwa ni mwenye kuhitaji kufunga akadai kwamba na mimi nitafunga. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atamlipa kwa lile alilokuwa amelifanya, ana ujira katika jambo hilo. Mata yu'mar siyam, mata yu'mar sabiyu bisiyam, kwa wakati gani basi ataamrishwa huyu mtoto mdogo katika jambo la kufunga? Jawab ni kwamba yu'maru sabii bisiyam, huamrishwa mtoto mdogo katika kufunga idha balagha 7 sinina, pindi atakapofikisha umri wa miaka 7, liyataawada ala siyam, ili aweze kuizoea. Anafunga kwa ajili ya kuizoea ile saumu, lakini si kwamba inakuwa ni wajibu juu yake, isipokuwa anaanza kufundishwa kwa umri huo wa miaka 7, ndiyo anaanza kupewa mazoezi, ili mradi atakapofikia katika sehemu ya utu uzima wake ana uwezo wa kupambana na jambo hilo. Na pia vile vile yajibu saumu ala saghir,
idha balagha, humpasa funga juu ya yule mdogo ambaye amebaligha. Kuna mdogo ambaye ni chini na mwingine naye ana udogo lakini ambao amefikia katika jambo hilo la kufunga kabisa. Huyu wa miaka 7 yuko chini ya jambo hilo, lakini huyu ambaye tunamzungumzia sasa ni yule ambaye amefikia baligh. Kwa hiyo huyu yeye anakuwa anawajibishwa, japo kwa umri wake utakuwa ni mdogo, lakini atawajibishwa katika sehemu ya kufunga. Atafahamika vipi? Kama alamatu bulugh, kwamba ni ngapi hizo alama ambazo zitamtambulisha kwamba huyu amefikia sasa katika jambo la kulifanya hii sehemu ya funga. Sehemu ya funga atawajibishwa huyo ambaye amefikia alamatu bulugh 4, wa hiya, alama hizo ni 4. Alama za kufikia baligh ni 4, nazo bulugh tamami 15 sinin, atakapokuwa amefikia umri wa miaka 15, yani hapo anakuwa ni hakika jambo hilo linamwajibisha yeye katika kulifanya jambo la kufunga, haimvuki katika eneo hilo, pana uhakika. Ndiyo alama ambazo zinampata yule mtu ambaye amefikia baligh tamam, anakuwa amekamilika katika jambo hilo. Asema alama ya pili, nabat sha'r la'anat, ni kumea au kuota nywele ambazo zinapatikana katika sehemu ambazo ni zenye maficho. Hizo ndizo sehemu ambayo inamwajibisha mtu huyo kufunga, ni alama ambayo ni ya pili. Na katika alama nyingine ya 3, inzalul mani bihtilam au ghairi, kushuka kuteremsha mani kwa kuota au kinyume chake. Huyo ndio anakuwa amefikia katika sehemu ya baligh na anawajibishwa katika sehemu ya kufunga. Na hukumu nyingine za Uislamu, huyo anakuwa ameshafikia, ni katika sehemu ya 3 hiyo. Na sehemu ya 4, antahmila alfatat au haidh, antahidha au tahmila. Katika mwanamke ambaye atakuwa antahidha alfatat, anakuwa ni mwenye kupata hedhi, au tahmila, au ni mwenye kupata mimba, huyo anakuwa ameshafikia sehemu ya baligh. Kwa hiyo anawajibishwa kwamba akiwa na uwezo wa kuyapata katika mawili hayo, au yote mawili yakawa yapo, yanaweza akamtokea, si lazima awe nayo kabisa, basi ikaonekana inawezekana kufikia katika jambo kama hilo, basi anawajibishwa yeye katika sehemu ya kufunga. Kwa hiyo masala haya ni 4 ambayo yanamwajibishia sasa yule mwenye umri
ambao si mkubwa zaidi, lakini ameshaingia katika jambo la kufunga kwa wajibu kabisa, ni mambo hayo manne ambayo tumeyataja. Pale ambapo atakuwa amekamilisha umri wa miaka 15, ndiyo jambo hilo ambalo limezungumziwa, jambo la kwanza. Na sehemu katika sehemu zenye maficho, basi ikawa zimeota nywele au ghairi au kinyume chake katika jambo kama hilo, huenda katika sehemu ya kidevu na sehemu nyingine ambazo zitamwajibishia kijana wa kiume. Lakini pia vile vile inzalul manii bihtirami au ghairi, kuteremsha manii kwa kuota au kinyume chake. Na pia vile vile katika alama nyingine ya 4 ni sehemu ambayo antahidha, ni kupata hedhi, alfatatu, kwa huyo kijana ambaye ni wa kike, au tahmila, au kubeba mimba, kubeba ujauzito, ndiyo sehemu ambayo inafaa mtu huyo kulazimishwa katika kufanya jambo la ufungaji wa mwezi wa Ramadhani. Idha hasala idha hasala wahidun min hadhihi arba'ati, litakapopatikana moja katika haya mambo manne, faqad balagha tiflu, anakuwa amekamilika yule mtoto, kwamba anakuwa amekamilika katika sehemu ya kuwajibishwa. Wa wajaba alayhi siyam, na ni inampasa juu yake kufunga. Wasala, na kuswali, analazimishwa sasa, ni sheria imempata sawa sawa katika masala hayo, anapaswa kufunga na kuswali. Wa ghairihima, na visivyokuwa hivyo viwili ambavyo tumevitaja hapa, huko kufunga na kuswali, vyote ambavyo tumevitaja hapa na vingine vitakavyokuwa vinamuhusu mtu mzima, basi mwenye kufikia umri wa miaka 15 vitamwajibishia. Mfano kama katika zakatul fitri anawajibishiwa, na masala mengine ambayo yatakuwa ni ibada kwa Waislamu, basi atawajibishiwa. Minal wajibati, katika mambo ya wajibu, hayo ndiyo yatakuwa anawajibishiwa yule kijana ambaye atakuwa ni wa kiume au wa kike katika masala hayo manne. Lakini chini ya hapo wanakuwa wanaelekezwa kuanzia miaka 7 mpaka 9. Hapo anapaswa hata kupewa wakati mwingine zawadi katika kulifanya jambo hilo la ufungaji, kutokana jambo hilo halimwajibishi, lakini analifanya na Allah anamlipa. Kwa hiyo anatanguliza katika yale ambayo huenda huko mbele akapata makosa tofauti, lakini anakuwa anakidhi katika haja yake, na Allah anamwekea ziada yake pale mtoto huyo. Na ndiyo maana tunaangalia katika sehemu inayofuata, tutawaona maswahaba jinsi walivyokuwa wakiyafanya mambo haya mpaka yakatufikia sisi. Kwa nini Waislamu wamefikia katika kiwango cha juu cha ufungaji? Kwa sababu ya masahaba. Kana sahabatu
ya'muruna auladahum bisawm, walikuwa masahaba miongoni mwa masahaba wa kike wanawaamrisha watoto wao kufunga, yani wanawaamrisha watoto wao wadogo kufunga. Fa idha qala sabi, na pindi atakaposema yule mtoto mdogo juu ya kule kuamrishwa na wale wamama ambao watakuwa wanakaa nao, sasa wanakaa nao sehemu ya majumbani mwao, basi mtoto anaposema uridu taama, anaomba sasa sehemu ya chakula, nataka chakula, akiwa anadai jambo hilo la chakula, hali ya kuwa amewekwa katika sehemu ya mafunzo, kanu yutuna bihi ma yal'abu bihi, walikuwa masahaba hao wanawapa vitu vya kuchezea wakati wanadai chakula, basi wao wanawapa vitu vya kuchezea, na wakiwadanganya mpaka mtoto sasa anakuwa amejisahau katika jambo hilo. Hatta taghaluba shams, mpaka litakapozama jua, wanawafanyia michezo kama hiyo, kwamba kumdanganya na kumpa vitu vya kuchezea na kufanya mazoezi ya kumfundisha mpaka anazoea. Kwa hiyo ikawa ni jambo lenye kuendelea. Hata sasa Waislamu huwa wanawafundisha watoto wao katika jambo la kufunga, kwa sababu ni sehemu ya nguzo za Uislamu. Katika nguzo 5, basi ni miongoni mwa nguzo ya Uislamu, na ndiyo maana Waislamu wakawa wamepambana katika jambo hili kufikia katika malengo haya, waweze kutumia wale watoto. Kwa hiyo jambo hili la kuwafundisha watoto ni jambo muhimu sana, na watu wasiachie tu watoto bila ya kuwafundisha. Ndio ile inafikia sehemu ya utu uzima. Sasa mtu anakuwa ni mtu mkubwa, lakini unamkuta barabarani amenunua soda, juice au na vitu vingine anakula, hana shaka na ni Muislamu, haumwi, hayuko safarini, hana jambo linalomzuia katika kufanya ufungaji, lakini anakula. Ni kutokana na kupuuza dini yetu ambayo sisi tumeachiwa. Hauwezekani ikawa una kitu chenye kukuendesha wewe, lakini ikawa hakina umuhimu kwako, inakuwa si katika utaratibu. Mtu akajinadi kwamba mimi ni Muislamu, lakini unamkuta barabarani anakula chakula, ananunua chakula au anauza chakula kwa ajili ya kuwafunguza wale ambao hawaruhusiwi kula kwa wakati huo, kwa mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kule ni kuto kuchukua mazoezi na kufanya utaratibu ambao watu walikuwa wakiutumia hapo kabla. Kwa hiyo Allah tumche Allah tabaraka wa taala, na tujikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala, ikiwa wazazi na watoto wenyewe kwa ujumla, kwa ajili ya kupenda jambo hili la dini, ifikie katika sehemu ya mtu kufanya kwa ajili ya nafsi yake, si kwa kulazimishwa. Haya ndiyo leo ambayo tunaweza kuyaangalia katika jambo la leo.
lakini tutaangalia katika ahkam almar'at fi siyam, hukumu za mwanamke katika kufunga. Kwa hiyo wanawake wana hukumu zao ambazo zinawajibisha jambo hili la kufunga. min almasail allati yajibu an tataallamaha, mambo ambayo, kutokana na mambo ambayo ni wajibu kujifundisha almar'at, kwa mwanamke, jayidan, vizuri, fi shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo anatakiwa kujifundisha mwanamke vizuri kutambua jambo hili la mwezi wa Ramadhani ambao tunaendelea nao. Lakini je, katika hali gani? Hali ya tahara, at-tahur min al-hayd, kuhusu usafi unaopatikana mtu akiwa amepata haidh au nifasi, au katika masala ya uzazi. Wa min ahamiha ma yali, kwa hiyo akajifundisha katika mambo hayo, ni mambo yenye umuhimu zaidi katika yale ambayo yatakuwa yanakuja sasa kwa ajili ya kufahamishana jambo hili la wanawake katika kuyasawazisha masala ambayo yatawatokea hali ya kuwa wao wako katika sehemu ya kufunga. Walikuwa vipi wanawake wa kisahaba? Basi tutayaona kwa jinsi yalivyokuwa yamepangwa kwa utaratibu tunavyopita katika kitabu chetu. Kufikia hapa tunafikia mwisho katika utaratibu huu. Labda kama kuna maswali inshallah tutauliza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.